Kwa mfano nasema ukiwa unapaka nyumbani, ukiwa katika lunch, anakuja sengea na kugongea mpaka meza pale. Sawa? Humuoni manake. Ukimwangalia kumbe yuko hapa. Unachukua mnofu, unamtupia hapo. Anakula, akaa pale anakula, akimaliza tena anakuangalia. Anataka mwingine. Unao utampa. Lakini hujampa, alafu katoka kwenda kunawa mkono, akaruka juu ya meza akachukua ule mnofu. Atakula pale chini? Atalia wapi? Nyuma ya mlango. Unakuta tu samaki haipo na paka hayupo. Kitu gani kimemfanya ile uliompa aliye mbele yako, ile aliyokuibia akalia uchochoroni? Sa conscience. Naam, hajafanya kitu kizuri. Conscience. Kwamba hapa mimi nitapigwa nitauawa. Instinct yake inamwambia hivyo. Kwa hiyo hii imewekwa kwa wanyama, imewekwa kwa wanadamu. Hakuna mwanadamu ambaye kama conscience yake iko live, ina uhai, akafanya jambo baya alafu akahisi raha. Hakuna. Na akafanya jambo zuri halafu asisi furaha. Hakuna. Unless ameiua dhamira yake. Na hiyo ndio hali mbaya kabisa ambayo Muislamu atakiwa kufikia hapo. Kwa hiyo conscience ndio kigezo cha mwanzo kinachotengeneza character zetu. Sahaba mmoja anaitwa Wabisa ibn Ma'bad al-Asadi. Huyu sahaba kwa sasa hivi unavomuanalyze nasema huyu sahaba alikuwa genius. Kwa sababu alikaa nyumbani kwake akawa anajifikiria kwamba sasa mwanzo kabisa katika wakati wa Madina, hasa mimi sina elimu kubwa sana ya dini, lakini nataka nijue kitu kibaya na kitu kizuri. Nitapata criteria gani, yani principle gani itakeniongoza, yani nikitaka tukufanya nijue mbaya hii nzuri, yani bila kwenda kwa shekhe, sio kwenda kwa nani, nifanye nini yani. Akawa ikamsumbua sana usiku wa kulala. Akasema nikiamka asubuhi, swali la kwanza nitakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu hili jambo. Kweli ameamka ameenda msikitini. Msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam uko packed, umejaa. Kachelewa. Lakini ana jambo anataka mnooneze Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawa yuko nyuma mlangoni anamwangalia Mtume, yuko mbele kule kibla. Atakwendaje kule? Sunna anamwambia kaya alipoishia watu. Mtume alivyokanyanyua kichwa akamwangalia alafu akatabasamu. Alipotabasamu Wabi sawa nikaona kama nimeitwa vile. Si mtu analake kichwani. Akaanza kuvuka watu, anawaruka watu. Watu wanambabi sawa bwana, sio sunna. Kaa kule ulipoishia, umechelewa. Kaenda mpaka kafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kakaa karibu yake mpaka magoti yakakusana. Mtume akamwambia, "Udnu minni, sogea tena." Akamsogelea zaidi. Akamwambia, "Umekuja kuuliza maswali. Nikwambie unakuja kuuliza nini au nikuachie uendelee kuusema?" Wabisa akasema, "Ya Rasulullah, sema nimekuja kuuliza nini kama unayajua." Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, "Ya Wabisa, jiita tasal anil birri wal ithm." Umekuja kuulizia ni nini wema na ni nini madhambi. Kitu gani ukifanya utajua ni wema, kitu gani ukifanya utajua umefanya madhambi. Umekuja kuuliza vitu hivi viwili. Wabisa anasema, nikasema, "Naam ya Rasulullah, ndio hayo nilikuja kuyauliza." Mtume sallallahu alaihi wasallam akakusanya vidole vyake vitatu kama hivi. Baadhi ya riwaya zinasema vidole vitatu hivi. Hivi viwili na kimoja hichi. Akatengeneza kama kalamu yani. Akawa anamgongea kwenye kifua chake. Anambia, "Ya Wabisa, ya Wabisa, ya Wabisa." Akamgonga mara 3. Istafti qalbak. Uulize moyo wako, usiniulize mimi. Unataka kujua wema na uovu? Usiniulize mimi. Uliza moyo wako, utakwambia hili jema na hili ovu. Kisha akamfafanulia, albirru, wema unaoulizia, matma'annat ilayhi nafs, ni kile kitu ukikifanya nafsi yako inakuwa burudani, unahisi kwamba huna mzigo wowote, unafurahi, hata unapenda watu wajue umefanya nini. Umeelewa? Hiyo ndio wema. Wal ithm, na madhambi, ma haka fil qalb, lile jambo ambalo ukilifanya linakuwa na ukakasi katika moyo. Wataraddada fi sadri, na alikuwa alitoki katika kifua, linatoka huku linahama huku, linakuja huku linahama huku, una raha. Sawa? Wa khashita an yatali alayhi nas, na ukaogopa lau watu wangejua nimefanya hichi kitu, sio nitakuwa niko katika situation gani. Sawa? Hayo ni madhambi, hayo ni makosa. Wa in aftaka nas waftauk, hata watu wakikupa fatwa tofauti, fatwa unayo mwenyewe. Subhanallah. Ndugu zangu, hii hadithi muhimu sana katika mambo ya psychology, mambo ya imani zetu, mambo ya maisha yetu tunayafahamu. Wema kila mmoja miongoni mwetu anaufahamu.
Uovu kila mmoja miongoni mwetu anaufahamu. Kwa sababu gani? Tumewekewa dhamir. Kigezo cha kwanza cha kutengeneza character yako kipo katika dhamiri yako. Ukiimwagilia maji hii dhamir inakuwa hai. Kila saa inakuletea alert. Ukifanya jambo baya inakwambia tin 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 tin, umeenda vibaya, unakosa raha, astaghfirullah alazim, astaghfirullah alazim, astaghfirullah alazim. Sawa, inakurudisha katika njia. Imeshakuwekea alarm. Kwa sababu gani? Unaikuza, unainyoshelezea maji. Ukikandamiza kitu kibaya, sawa, fanya tu, mbona unafanya wengine? Mbona alarm inakuja unaizima, kama ile alarm ya asubuhi saa igongo mwenyewe umeiweka, alafu mwenyewe hutaki kuamsha usingizi mzito. Sawa unaiweka chini ya mto, unafanya hivi, unafanya mkono hivi, unaizima, sawa, utaendelea kulala, lakini yenyewe imefanya kazi yake. Kwa hiyo mwisho wa siku dhamiri yako inakufa. Ikitokea kitu kibaya haifanyi tena, ishasinyaa. Ikisinyaa ndio unakosa haya, na ukikosa haya unakuwa una tofauti na wanyama. Alhayau min aliman, man lam yastahi, sawa, fasna bima shita. Kama huna haya, fanya utakavyo. Wewe huna tofauti na wanyama wengine, fanya. Huna haya, fanya utakavyo. Wasiokuwa na haya wameua dhamiri zao. Mwenye dhamir iliyokuwa hai anakuwa na haya, anaelewa mipaka yake na anavyofanya. Tuko pamoja kina mama? Kwa hiyo dhamir, we have to listen to our conscience. Lazima tusikize dhamiri zetu, tusiziue. Ukifanya mema unajisikia raha. Wangapi ukifanya mema unajisikia raha huko ndani? Takwani tutasema wote. Mwenyezi Mungu shahidi, sawa Je, wangapi wakifanya mabaya wanajisikia kusutwa? Mwenyezi Mungu shahidi. Tumeelewana? Kwa maana nyingine kwamba dhamira zetu ziko hai. Tuendelee kuzinyosheleza. Ukiona nafsi na kusuta, rudi kwa Mwenyezi Mungu. Tafakari upya. Wallahi unaweza ukamtupia mtu neno. Mimi napata kesi nyingi sana za kina mama. Anaanza kutafuta swali, anazunguka, lakini shekhi, ni makosa kufanya hivyo. Nilikuwa sijakusudia, lakini nimeona mwenzangu kanunia. Ulisema nini? Nilisahau tu, nikamwambia habari za watoto, kumbe hajajaliwa kupata watoto. Ulikuwa unajua? Wallahi nafahamu. Sawa Kwa nini amenipigia mimi simu? Conscious yake imemwambia umefanya makosa. Natafuta fatwa kutoka kwangu kwamba hakuna shida, ulikuwa kuna nia mbaya, hakuna shida. Lakini fatwa naye mwenyewe. Wengine wanafanya vijembe hivyo maksudi kabisa. Maksudi kabisa. Anajua huyu Mwenyezi Mungu hajampa watoto, na sio kwa sababu yake yeye, Mwenyezi Mungu ndiye amemjalia hivyo. Lakini unauliza tu, watoto wanaendeleaje? Wewe unajua kabisa. Atoe tamko, sina watoto. Yaani umtie tukijembe hivi. Hiyo ni fatwa unayo mwenyewe, unajua kabisa pale umeteleza. Unachotakiwa kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu na kumwomba msamaha uliomkosea. Hiyo dhamiri inakuwa iko hai, inakutengeneza karakta yako na kuwa na akhlaq zilizokuwa nzuri, na thamani yako kama Muislamu inakuepo, na karakta yako kama Muislamu inapatikana hapo. Mifano ndugu zangu. Mwanamke mmoja anaitwa Al-Ghamidiyya. Mwanamke wa Kiislamu, mwanamke wa Kiswahaba. Amekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni zanaitu fatahirni. Mtume wa Mwenyezi Mungu, mimi nimezini, ni safishe. Sio jambo dogo ndugu zangu. Sina. Mtume akamwangalia, akaona kama mwenda wazimu, toka hapo. Akarudi mara ya pili. Mtume akamuuliza maswali, unajua zina, labda amekushikashika, labda amekugusagusa, labda amekufanyia hivi, labda anataka toa justification. Anajua mwenyewe fatwa alionayo, aende akamtubu kwa Mwenyezi Mungu. Mwanamke asema hapana, kamuelezea zina inavyofanyika yote. Ndio kama maswahaba wanafunga mdomo, yani kwa mambo anayezungumza. Na ushahidi na ujauzito wa hiyo zina. Mtume akapata sababu. Na ujauzito basi mpaka ujifungue. Anampa excuses, sawa arudi katika dhamiri yake, aangalie, atubie kwa Mwenyezi Mungu, ajistiri, asije tena kwake pale. Lakini yule mwanamke dhamiri yake ilikuwa iko juu, imani yake iko juu kuliko kila kitu kingine. Akaenda mpaka akajifungua, akaja na mtoto. Kamaliza tu ndani zake za kujifungua zile, kaja kwa Mtume, ya Rasulullah, mtoto huyu hapa. Kaambia sasa unanyonyesha? Miaka 2 ninyonyeshe. Kesi imekuna miaka 3 ndugu zangu. Ya mtu dhamiri yake iko hai na msuta. Mwaka wa 3 anakuja na mtoto anakula mkate. Anambia huyu hapa, na anakula mkate, nimeshamaliza kumnyonyesha. Atafanya nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Akaambia simamisheni adhabu. Kachukuliwa, chimbiwa shimo, kapigwa mawe. Wakati anapigwa mawe,
mmoja katika walikuwa wanampiga akachukua jiwe kubwa akasema laanatullahi alaiha, sawa yani Mwenyezi Mungu amlaani mzinifu. Lile neno lilimuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, uso wake ukabadilika. Akasema laqad tabat. Nani kasema haya maneno kwanza? Maana ya Rasulullah. Akaambia sikiliza, laqad tabat hadhihi almar'a, huyu mwanamke ametubia kwa Mwenyezi Mungu. Lau qusimat ala 70 min ahli almadina la wasa'atuhum, lau tauba yake ingegawanywa kwa watu 70 katika mji wa Madina, tauba yake moja tu ingewatosheleza tauba hiyo wote wana makosa waliyofanya. Huyu sio mwanamke wa kulaaniwa. Huyu ni mwanamke aliyotubu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maana yake ni mwanamke wa peponi. Sasa sisemi mimi kwamba mkifanya makosa mwende kwa mashehe mkasema la, Mungu yupo, milango iko wazi, tauba imefunguliwa. Kinachokufanya ujutie ni dhamiri ulionayo, iko live, iko hai. Huu ni mfano mmoja tu wa wanawake ambao wana kiwango cha juu cha dhamira zao ziko hai. Sasa tuanze kuzilea dhamira zetu. Dhamir hai ni ile ambayo inafanya uadilifu. Mimi napata cases nyingi sana. Ukifuatilia maswali yangu kwenye social media, wanawake wanauliza, Sheikh, mimi ni mke wa pili kwa mume wangu, lakini mume wangu afanye uadilifu, anakaa wiki moja kwa mwenzangu, mimi nakuja kukaa siku moja tu. Kwa sababu hiyo sio sawa, atafufuliwa siku ya kiyama, amepinda hivi, sio nani? Sawa, utazungumza hivyo. Lakini huyu mwanamke ambaye mume anakaa kwake 7 days na anajua mume wake kaoa na anamruhusu alale, afanye kila kitu pale, dhamiri yake iko wapi? Wewe unajiona mjanja kwamba nimeshamchukua mimi, weka huko, utajua utakachokifanya. Sisi tunajua bwana kumhendo mwanamume bwana, tumefundishwa sisi. Sawa Mnaanza kupigana vijembe pale. Kwamba hujui unampalilia mume wako moto wa jahannam, unajipalilia na wewe na dhamira yako naiua. Ulichokuwa unatakiwa dhamira yako hiyo hai ni kwamba mume wangu unachofanya ni makosa. Mimi najua kwamba sisi tuko wawili na tunafahamu zamu yetu ni kwamba siku moja huku siku moja kule. Hapo unafanya nini leo? Nimependa tu nije. Kupenda kalale na mke wako. Hapa leo wewe kama utakunywa chai, kunywa chai. Ikifika saa 2:30 saa 3 tawakkal, mlango uko wazi, nenda zako. Ukilala chumbani, mimi nalala sebuleni. Huyu ndio mwanamke wa Kiislamu. Hii ndio character ya mwanamke wa Kiislamu anayejua, mwenye dhamira, anayejifahamu. Ni yule ambaye dhamira yake inamwambia umefanya makosa. Na mifano ya wanawake kimaswahaba iko mingi tu. Mzee mmoja kampa ana wake zaidi ya moja. Mke wa kwanza kamwacha, kazaa watoto. Huyu ni sahaba Ubada ibn Samit. Kamwacha, ana watoto. Mke wake wa pili ambaye yuko naye kwenye ndoa na hajamwacha, naye ana watoto. Akatoa zawadi, sijui shamba, sijui nini, akampa mmoja katika watoto wa mke huyo mpya aliyokuwa naye. Mtoto akaja sababu akanipa zawadi kubwa sana, shamba liko sehemu fulani, Mama akasema, amekupa kwa nini? Sasa amenipa tu zawadi. Akamuita mume wake akamwambia, kwa nini umempa? Sasa mtoto wangu, umeona? Zawadia. Na watu wake wakubwa kule kwa wako pale. Ile mama akasema hapana. Twende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaenda kwa Mtume. Baada anasema nimempa mtoto wangu zawadi, mama fulani anakataa na nini, akamwambia imekuwaje? Akasema anampa zawadi mtoto wangu lakini huyu ana watoto 7. Unaona? Mtume akasema la, msinishughulishe katika dhulma. Kama unawapa watoto wako zawadi, wape wote sawa, au siwape wote. Aliyomwokoa mume wake ni mke ambaye ingekuwa ni mwanamke ambaye hana dhamiri, angesema vizuri sana, anampa mtoto wangu zawadi ya shamba, maana yake ndio wale wengine watakufa njaa shauri yao. Lakini alikuwa na dhamiri iliyokuwa hai, akaenda mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhamir ndio inatengeneza character na shakhsia ya Muislamu. Ndugu zangu kina mama, nimalizie. Dhamiri iliyokufa ni ile ambayo inajisahulisha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni dhamir ambayo inajali binadamu zaidi kuliko Mwenyezi Mungu. Maneno yamezungumzwa na ukhti hapa, maneno mazito sana. Nilikuwa naona mnaandika. Tunathamini sana rai za watu kuliko tunathamini maono ya watu kuliko ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii ipo miongoni mwetu. Hiyo ni dhamiri iliyokufa. Sasa kuna hadithi ya Thauban. Yule mnakumbuka kisa chake Thauban, mtumwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema
amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, la a'lamanna aqwaman min ummati, mimi nawaelewa watu katika umma wangu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaatuna yawm alqiyama, watakuja siku ya kiyama, bihasanatin amthali jibali tuhama baida, wana mema waliyofanya ukubwa wake ni sawa sawa labda na mlima wa Kilimanjaro mweupe. Tuhama ni mlima ulioko Saudia. Yani mema waliyofanya ukubwa wake ni sawa sawa na mlima wa Kilimanjaro. Fayajaluha Allahu azza wa jalla habaan manthura, lakini Mwenyezi Mungu anajalia matendo yote na yote waliyofanya kama mlima wa Kilimanjaro inakuwa ni vumbi tupu, haina faida yote. Anapeperusha amali zote walizozifanya. Subhanallah, maneno mazito. Thauban akashtuka akasema, ya Rasulullah, Mtume Mwenyezi Mungu, sifhum lana jilhum lana, tuelezee sifa za watu hao, tuelezee wana sifa gani mpaka amali zao zote zimeporomoka. alla nakuna minhum, tusije tukao tunafanya na sisi tukao kumbe tuko kama wao, tunafanya amali zetu zote zinapeperushwa, tuelezee. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, innahum ikhwanukum, hawa ni ndugu zenu katika imani, wa min jildatikum, na wanatokana na nyinyi binadamu kama nyinyi. Wa ya'khudhuna min al-layli kama ta'khudhun, wanasimama kuswali usiku kama mnavyoswali, kama mnavyoswali nyinyi. Lakinnahum, lakini kasoro yao, aqwamun idha khalau bi maharimillahi intahakuha, ni watu ambao wakibaki peke yao wanahalalisha yaliyokuwa ya haram na wanafanya yaliyokuwa na haram kwa sababu wako peke yao. Nimepata hadithi. Subhanallah, Allah tulinde na sifa hizi. Sifa zipo miongoni mwetu. Ukiwa peke yako, hakuna mtu anayekuona, unahisi jambo la haramu limekuwa halali kwako. Na sasa hivi katika zama za teknolojia na simu za mkononi ndio usiseme. Subhanallah, unaangalia muziki, unaangalia mapicha, unaangalia mapicha machafu, alafu kisikia tu sauti ya viatu vya mtu vinakuja mlango umegongo, una change, unabadilisha, unaweka Qur'an, unaweka mawaidha Sheikh Shams. Unasikiliza, nasikiliza kidogo, tunapata sabuni ya roho hapa. Dakika 2 zilizopita ulikuwa ukaangalia pornography. Sasa kwa nini adhabu imekuwa kali kwa watu wa aina hii? Ni kwa sababu wamemdharau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kwa sababu wanaambia Mwenyezi Mungu, unatuona, hutuoni, sawa, mimi sijali, huwezi kunifanya chochote. Mimi nawaogopa hawa binadamu hawa, wakiniona sifa yangu itaharibika kusema kweli. Lakini wewe utanifanya nini? Ndio maana yake. Na ndio maana adhabu imekuwa kali, maana yake amali zote unazokuja nazo zinaporomoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu umewafanya watu nafasi ya Mwenyezi Mungu, umewapa watu heshima zaidi ya alikuwa anatakiwa apewe Mwenyezi Mungu. Sasa madhambi ya siri ni moja katika madhambi mabaya yanayoua dhamir, ni katika madhambi mabaya yatakayotuangamiza. Mwenyezi Mungu atuepushe mimi na wewe katika haya madhambi. Tusijali zaidi watu kuliko unavyomuona Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naona nimepewa kinote hapa. Muda ni kweli nimepoteza muda pale mwanzo. Kwa hiyo character yetu tunayotengeneza ni lazima tuzingatie vitu hivi ambavyo tumevizungumza. Wewe mwenyewe unajitambua, na wewe ndio mwenyewe ndio engineer wa kuitengeneza character yako katika hizi njia ambazo tumezungumza na hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo tumezionyesha hapo. Ndugu zangu kina mama, Ibn Umar ala hadithi alikuwa anatoka katika moja ya vita, njaa inawauma na wamepumzika chini ya mti, akapita kijana mmoja anachunga kondoo na mbuzi. Akamuita kumtania tu, ya gulam, tuuzie, tuna njaa, tunataka tuchinje mbuzi kondoo. Akasema, mimi sio mmiliki wake, mimi mfanya kazi tu. Akamwambia, sawa, wewe utamwambia bosi wako ameliwa na mbwa mwitu, wakati nachunga kule kapotea, lakini utakuwa leo umepata vijisenti. Pima imani yake. Kijana akamwangalia, alafu akasema, wa aina Allah, na Mwenyezi Mungu yuko wapi? Mimi naweza nikasema hivyo kweli, lakini Mwenyezi Mungu yuko wapi? Subhanallah. Haya maneno
yalimliza Ibn Umar njia nzima. Akawa anafikiria katika maisha yake, aina Allah fi hayati, yuko wapi Mwenyezi Mungu katika maisha yangu yote ninaishi, makosa yote ninayofanya, aina Allah. Hakuridhika mpaka akaenda kumtafuta yule kijana, mwelekeze kwa bosi wake, akakuta ni kijana kumbe ni mtumwa, akamnunua yule kijana kwa gharama kubwa, akanunua na mifugo na akampa zawadi yule kijana kwa kumuelimisha na kumfundisha tauhid, kwamba Mwenyezi Mungu hafichikani na kitu chochote. Kwa hiyo mimi na wewe ndugu yangu Muislam, ili tuweze kuhuisha dhamira zetu, kigezo cha kwanza nilichozungumza, nimezungumza vigezo vingapi jamani vinavyotengeneza shakhsia ya Muislam? 6. Cha kwanza conscience, dhamir. Cha pili consideration. Cha tatu naam compassion. Ya 4 courage. Ya 5 control. Ya 6 confidence. Hizi tukipata nafasi wakati mwingine au nyenye naweza mkajifunza katika social media, mzifuatilie. Kiingia katika YouTube yangu mtakuta takriban nimevizungumzia katika page yangu ya YouTube. Hivyo mnaweza mkajifundisha, tukipata nafasi nyingine tunaweza tukazungumzia zaidi. Mimi nashukuru sana kupata fursa hii ya kupresent mada yangu. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie haya tuliyozungumza yawe ni sababu ya kutubadilisha nafsi zetu, ya kujenga shakhsia zetu na kuwa ni Waislamu bora ambao mwisho wa siku tutapata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.